Uliopo itifaki imezingatiwa. Kama alivyosema MC, jina langu ni Captain mstaafu John Chirigati. Mzee Butiku walifanya na mwalimu kwa miaka 21, mimi nilifanya naye kwa miaka 4 tu. Kwa hiyo Butiku ndiye anamjua vizuri zaidi kuliko mimi. Na hiyo miaka 4 ni pale ambapo alistaafu uraisi akabaki kama mwenyekiti wa CCM mwaka 85 mpaka mwaka 86 mpaka mwaka 90. Na ndicho kipindi peke yake katika historia ya chama chetu tumekuwa na mwenyekiti wa chama mbali na rais wa nchi mbali, na baadhi ya watu wanatamani naona wanaandika kwamba huu tulikuwa utaratibu mzuri turejee, lakini Mwalimu alituonya kwamba utaratibu huu utaleta matatizo kama rais na mwenyekiti wa chama wasipoelewana, nchi itapasuka. Kwa hiyo vijana mnaotamani na muda ungetosha tungawaelezeni, muda wenyewe ni mfupi sana, kwa sababu mwaka 80 alitaka yeye aondoke kwenye chama na kwenye serikali apumzike. Kama tukui ikamkatalia kwamba nchi imetoka kwenye vita vile vya Uganda mwaka 79, uchumi umeparaganyika, jamii imeparaganyika, unaondokaje? Meli iko katikati kwenye mawimbi makali kabisa inayumba, wewe nahodha unasema unataka uondoke. Wakamkatalia kwa hoja na akashindwa kwa hoja. Ilikuwa sio rahisi kumshinda Mwalimu kwenye hoja, lakini katika hii alishindwa mwaka 85. Akasema safari hii sasa hata mkuja na hoja gani natoka. Ndipo akakubaliana na kamati kuu kwamba sawa, sasa toka kwenye uraisi lakini endelea kuwa mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo ukawa kuna makubaliano MOU kati ya kamati kuu na Mwalimu kwamba badala ya kuondoka kabisa, ya step down, a step aside. Badala ya kuondoka kabisa basi abaki kando ya dereva, awe anamwelekeza ili nchi ivuke salama. Lakini alionya kwamba hii utaratibu uwe ni muda mfupi tu, baada ya hapo kofia zirudi. Kwa hiyo Rais Mwinyi kipindi kile alikaa kama rais tu, lakini baada ya miaka 4 mwaka 90 Rais Mwinyi akapata. Kwa hiyo alipokuja sasa makao makuu pale White House, Rais Mwalimu Nyerere, ikabidi atafutwe mtu wa kumsaidia pale kwenye ofisi yake. Ofisi na shughuli nyingi za mwenyekiti. Basi mimi wakati huo niko pale makao makuu ya chama, ni afisa mwandamizi katika idara ya uendeshaji, ndio nikaambiwa na katibu mkuu wa chama Mzee Kawawa kwamba Mwalimu amekuteua uwe msaidizi wake na personal assistant. Kwa hiyo kwa miaka ile 4 nilikuwa personal assistant wake. Sasa katika agenda hii ya leo kwenye uchaguzi, tunapokwenda kwenye uchaguzi na hasa sisi kwa CCM, basi dira yetu, kielelezo chetu, kipimo chetu ni Mwalimu. Yaani zile sifa za Mwalimu zile ndio mtihani wenyewe. Huyu tunataka tuongoze ana maksi ngapi katika zile sifa zile za Mwalimu? Ana maksi ngapi? Ana pasi, ana feli? Na zile sifa wenzangu leo tangulia mzisema, moja ya Mwalimu alikuwa ni kiongozi ambaye mwelekeo wake ni wa kijamaa. Yeye alikuwa ni socialist. Na alisema kwamba ujamaa ni utu. Yaani maendeleo yawe people centered, yalenge watu, usawa, fursa sawa. Sasa siku hizi kuna baadhi ya watu wanaona taibu. Tena wengine na CCM kabisa wanaona taibu kutaja neno ujamaa. Hivi utu, people centered, maendeleo, heshima, equal opportunities, yani fursa sawa kwa watu mbalimbali, wapate maji, wapate umeme, wapate usafiri, wapate hiki. Dhambi kwa wapi? Maana wengine wanasema kama ujamaa kama ni dhambi hivi. Tena na CCM kabisa. Kwa hiyo kama kweli tunataka CCM viongozi, ni lazima tuige mfano Mwalimu kwamba viongozi ambao watakuja kusimamia maendeleo ya watu kupitia siasa ujamaa na kujitegemea,
wala si ujamaa, sio masikini. Vijana ameshapewa sumu kwamba ujamaa ni urofa, ujamaa ni maskini. Wachina ni wajamaa, ni maskini. Si ndio taifa kubwa kabisa sasa hivi, karibuni watampita hata Marekani, Wachina. Kwa hiyo moja hilo, lakini nyingine ambalo ni kipimo kingine ni kwamba kiongozi lazima awe mtumishi wa watu. Uongozi ni utumishi. Baadhi ya watu wanaomba uongozi sio kututumikia sisi, wanaomba uongozi wajitumikie wenyewe na ndugu zao na marafiki zao. Hiyo ni kipimo si sahihi kwa kuchukua kipimo cha Mwalimu. Uadilifu. Mwalimu alikuwa kiongozi mwadilifu sana. Hawa viongozi ambao tunakwenda kuwachagua mwezi Oktoba, ambao wanakwenda kumsaidia sasa Samia, ni waadilifu katika mienendo yao, tabia zao, au wamefika kwenye uongozi tu kwenda kujitajirisha tu? Tupime vizuri. Mwalimu hakwenda pale kujitajirisha. Amekuwa pale Ikulu kwa miaka 23. Angekuwa iko pale anaporapora, anaibaiba, angekuwa ndio bilionea mkubwa kuliko Mtanzania yoyote. Miaka 23 Mwalimu ametoka mtu wa kawaida, si maskini, si tajiri, maisha ya kawaida. Hao viongozi ambao tunachagua Oktoba, hiyo sifa ya Mwalimu wanayo kwa maksi ngapi? Rushwa, amesema Butiko hapa, rushwa. Mwalimu alikuwa mkali, kwanza alichukia rushwa, alikuwa mkali kwa rushwa kabisa kabisa. Sasa tunapokwenda Oktoba, rushwa, na hasa kwenye uchaguzi, Magufuli alijitahidi kemea hivi, watu kawa wanaogopa hivi, japo naye baadaye akaja kufeli kwa sababu mwishoni, hasa ule uchaguzi wa mwaka 2000, kwa sababu walisema mtu yoyote atakayeonekana dalili katoa rushwa na nini, jina litafutwa. Watu kaogopa. Sasa sijui nini kilitokea, huwa bado labda utafiti. Siku ya mechi, sasa uchaguzi umeshafika, refari hayupo na filimbi hayupo, mechi ikawa ina rafu, hatujapata kuona. Mwaka huu sasa tujitahidi kabisa, hasa ndani ya CCM. Hawa watu wa rushwa wanaotaka kununua uongozi ndio kama bidhaa, kama ni mnada, mwenye hela nyingi ndio anapata. Aibu kwa chama chetu, aibu kabisa. Tunaomba umalizie. Sasa namalizia. Mambo ni mengi. Wengine alikuwa rais Mwalimu Nyerere katika uongozi wake alikuwa hapendi mbwembwe, uongozi wa mbwembwe, maonyesho, kujionyesha kiongozi. Alikuwa hataki hata misururu hii. Yeye rais, huko nyuma kuna magari 20-30, alisema hapana. Kama kuna watu wanataka watangulie, basi niwakute huko nako kwenda, magari yao huko, si mimi. Nashukuru makamu rais, wakati mmoja ukiwa nadhani Kigoma, watu wamefunga barabara karibu saa 2 wanakusubiri, ulikemea, ulifanya vizuri sana. Watu ndio ukweli, watu wanakaa wanangoja kiongozi hupiti saa 2, kwa kweli unawakera tu, ndio ukweli wenyewe, unawakera. Sasa sijui kama walikuelewa na wanatekeleza, sina hakika, kwa sababu bado naona kama bado mambo yanaendelea, lakini kwa kweli sio sawa. Asante Captain Chirigati. Basi nasema uchaguzi huu